Habari za asubuhi ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wote wanaoendelea kutegea sikio kupitia Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za asubuhi ya leo tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2025 tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kupata habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaona kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni George ili kutangazia kupitia Kwetu Kivu Media. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Sauti yetu, habari yako. Mapigano makali yamezuka kati ya kundi la waasi wa M23 na washirika wao vikosi vya AFC Alliance Fleuve Congo dhidi ya vikosi vya wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Tukio hili liliripotiwa kutokea siku ya Jumamosi jioni. Kutokana na taarifa za mapigano katika eneo hilo, matukio kama haya yameripotiwa mara kwa mara katika siku za nyuma, hasa miezi ya hivi karibuni. Kwa mfano, mapigano makali yaliripotiwa pia mwezi wa 6 na Agosti mwaka 2025. Mapigano yalifanyika katika eneo la Kalembe jimboni Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kalembe ni eneo ambalo mara nyingi imekuwa uwanja wa mapigano. Ilikuwa ni hali ya chini ya moto, kuna maanisha mapigano ya kutumia silaha nzito na makali sana, huku pande zote hizo mbili zikishambuliana. Ripoti za awali kulingana na matukio ya awali katika eneo hilo kama Kalembe, Kalonge zinaonyesha kuwa mapigano husababisha hali ya hofu miongoni mwa wananchi na kusimamisha kabisa shughuli za kijamii na kiuchumi. Katika nyakati za hivi karibuni, maeneo kama Kalembe yamekuwa yakidhibitiwa na vikosi vya AFC M23 licha ya mashambulizi kutoka kwa Wazalendo. Mapigano haya yanaendelea kuonyesha hali tete ya usalama na kuongezeka kwa ghasia huko Kivu Kaskazini, huku vikosi vya M23 na AFC na Wazalendo wakiendelea kupigana vikali. Matokeo yake ni athari mbaya kwa maisha ya raia ambao wamekwama katikati ya mzozo huo, huku wakihofia mashambulizi na kusitishwa kwa shughuli zao za kawaida. Wito wa upatanishi wa kudumu wa kusitisha mapigano unaendelea kutolewa, ingawa juhudi za amani bado zimekwama ardhini. Wito wa Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi kuhusu mgogoro wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio hali ya mpito bali janga la muda mrefu, alisema Felix Tshisekedi. Huyo ameomba utimizi wa azimio 2773 ya shauri ya usalama. Mashirika mengi ya kimataifa na ya taifa yalipunguza makazi katika jimbo la Kivu Kaskazini kutokana na hali inayodumu ya ukosefu wa usalama. Vinyume vya hali hiyo vinaanza onekana wazi katika maeneo mengi ya mashariki. Jimboni Ituri, zaidi ya watu 100 wanatolewa tangu siku ya 4 mjini Bunia matunzo bila malipo. Ni kupitia kampeni ya huduma ya afya iliyoandaliwa na wanajeshi wa MONUSCO wa kikosi cha nchi ya Bangladesh. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salamu na usikilivu mwema. Wito wa Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi kuhusu mgogoro wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio hali ya mpito bali janga la muda mrefu lililopelekea kuhama kwa mamilioni ya watu, lililovunja pia mafamilia na kuharibu hali ya kijamii. Wito huo ulifanyika katika mkutano mkuu wa kimataifa wa amani na ustawi unaoendeshwa mjini Paris nchini Ufaransa. Rais wa Jamhuri aliomba wakuu wa ulimwengu na washiriki wa kimataifa wafanye uwezekanavyo ajili ya utimizi hakika wa azimio 2773 ya shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa. Masemi ya Felix Tshisekedi yalichukuliwa na Blaise Makasi.
Jean Kasami anatafsiri. La paix durable dans les grands lacs ne sera possible que si amani ya kudumu katika eneo la nchi za maziwa makuu itaonekana wakati nchi za maziwa makuu zitachagua mchangamano wa kiuchumi na maendeleo ya pamoja badala ya unyang'anyi na uporaji wa mali ya wenziwe. Ujio wa nchi za maziwa makuu hautajengwa na biashara haramu ya dhahabu, coltan, cobalt kwa faida ya vikundi vyenye silaha. Tunahitaji biashara yenye kufanyika katika usawa, nchi ziunganishwe kwa miundombinu, viwanda vijengwe na vijana wapate kazi. Hiyo ndiyo itasababisha maendeleo ya kudumu yapatikane. Usalama ni bora kuliko mafanikio, lakini mafanikio nayo ni njia mojawapo ya kupata usalama. Nyuma ya tarakimu tunazozitaja leo, kunakuwa mtoto angalau mmoja anaendelea kulazwa ndani ya hema. Kuna akina mama ambaye alikimbizwa bila kupeleka kitu chochote isipokuwa mkono wa mwanaye aliyoushika. Kuna kabila linakataa kufariki sababu linaamini wazo jepesi, nzuri na sahihi kuishi na amani kwao. Upande wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alipiga kelele jana siku ya 4 kuhusu hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sawa ya hatari sana ulimwenguni. Aliomba jumuiya ya kimataifa itende bila kuchelewa kupitia usaidizi na uungaji mkono wa zaidi ya mamilioni ya raia. Na tena alisema mapambano yanapaswa kukomeshwa na azimio na mikataba ya amani vyote vinapaswa heshimiwa na kutimizwa bila kuchelewa. Upande mwingine, uongozi wa mauniversity ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifikisha jana siku ya 4 kibarua cha mahitaji mbalimbali kunako ofisi ya ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa. Lengo ni ya kuunga mkono mkataba maalum kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kuhusu madini na viwanda. Kwake Beni Kibala, kiongozi wa wanafunzi wa shule kuu ya kibiashara, mkataba wa Washington wa tarehe 27 Juni iliyopita ni lazima kwa kukaza hali ya kuchelewa kwa maendeleo ambamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana. Kwa kifupi, kiongozi wa zamani wa baraza ya bunge la taifa akiwa pia kiongozi wa chama cha Union pour la Nation Congolaise UNC amesema amezingatia kuteuliwa kwa mbunge wa taifa Aime Boji Sangara sawa mgombea moja peke yake wa mkusanyiko Union pour la Nation katika kiti cha uongozi wa baraza hilo la bunge. Kupitia tangazo ya hii siku ya 5 mjini Kinshasa, Vital Kamerhe alijulisha kwamba hali hiyo ya kuchaguliwa inatokana na mkutano wa uongozi wa mkusanyiko Union Sacrée de la Nation wa tarehe 29 Oktoba, kuambatana na sharti na upatia rais wa jamhuri uwezo wa usuluhishi. Na tena azimio hiyo inaambatana na hatua ya uongozi wa kisiasa wa chama chake ya tarehe 18 Oktoba iliyopita ya kusubiri mielekezo ya rais wa jamhuri. Tangu miezi mingi mashirika mengi ya kimataifa na ya taifa yalipunguza makazi katika jimbo la Kivu Kaskazini kutokana na hali inayodumu ya ukosefu wa usalama, ni hususan katika mitaa ya Ruchuru, Masisi na Walikale. Hali hiyo inatia watu wengi katika wasiwasi kuu. Vinyume vyake vinaanza onekana wazi katika maeneo ya mashariki, vikiwa vya usalama, vya kijamii na vya kiuchumi. Taarifa Denis Lukeso, usomi wa Rosalie Zawadi. Hapo awali tulikuwa tukipokea chakula, huduma ya matibabu na maji. Sasa kila kitu kimesimama. Watoto wetu wanateseka na njaa na wagonjwa hawana dawa tena, anahofia mama huyu aliyerudi kwake huko Rubaya mtaani Masisi. Vituo vya afya sasa vinakosa usaidizi, vituo kadhaa vya afya vimefungwa, baadhi ya magonjwa yanajitokeza tena na utapiamlo wa watoto unaongezeka. Zaidi ya mahitaji ya msingi, uondoaji huu wa misaada pia una hatari za kijamii na usalama. Mwanaharakati wa haki za binadamu huko Ruchuru anaonyesha kwamba baadhi ya vijana bila kazi au matumaini wanajiunga na vikundi vyenye silaha au mitandao ya majambazi. Anaongeza kuwa hiyo inakuwa hatari kubwa kwa utulivu ambayo tayari ni dhaifu wa maeneo haya. Wakikabiliwa na hali hii, viongozi mbalimbali wa mahali wanatoa wito kwa kurejeshwa kwa misaada ya kibinadamu pale ambapo usalama unaruhusu, pamoja na ushirikishwaji mkubwa kutoka kwa serikali ya Kongo katika kulinda na kusaidia wakaaji walioathiriwa.
Jimboni Ituri, zaidi ya watu 100, wengi wakiwa wanawake na watoto, wanatolewa tangu jana siku ya 4 mjini Bunia matunzo bila malipo. Ni kupitia kampeni ya huduma ya afya iliyoandaliwa na wanajeshi wa MONUSCO wa kikosi cha nchi ya Bangladesh. Lengo ni ya kulinda wakazi wanaokosa vyote kupitia matunzo ya hali mzuri. Maelezo mengi nawe Marcel Kizabia Mungu kutoka mji wa Bunia. Hapa ni kwenye masomo ya mbio kwa karta Bakoko hapa Bunya. Wajeshi la MONUSCO ya Bangladeshi walijenga hema 3 kwa kufanya kampeni ya kutunza kwa bure wananchi wa karta hii. Wagonjwa wenye sura ya kuchoka wamepangana kwenye mstari kwa kungoja wapate kutunzwa. Claudine Njagusi alipeleka mtoto wake kwa kupata matunzo ya bure. Anatosha shukrani kwa MONUSCO. Mimi nashukuru tu kwa ile msaada baba anatusaidia naye. Huyu nagonja surtout kikozi, durant 2 semaines nagonjwa sana et puis na rime ndio kumsumbua. Tuko mgonjwa. Hali ya maisha vibaya sana ya wakaji hapo pasi kwa karta Bakoko haipelekee watu wote kupata matibabu ya kawaida kwa hii karta. Nigisi wanasema wa mama hawa wenye walipata matunzo ya bure. Tellement pas kwa pasi kwa dawa trancher, isikwe mwisho ala mafike tu siku nyingine mafika tashukuru sana. Msimamizi wa waganga ya jeshi la Umoja wa Mataifa la MONUSCO hapa Ituri anasema ukingo ya raia ni pia kupatia raia matunzo mazuri ajili ya kutunza ugonjwa mbalimbali. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi. Hatimaye wahudhuriaji katika mkutano wa kwanza wa taifa wa juma kuhusu hali ya ardhi wanapendekeza serikali ifanye mpango unaoitwa Mwitu ni Sisi, chombo cha maadibisho kamilifu cha uhimizaji wa kiraia na cha utoaji wa fedha. Mkutano ule uliendeshwa juma hii chini ya mada ya mwitu na mazingira mema, uhimizaji kwa maendeleo ya kudumu ya bonde la Kongo. Muda wa siku 4 waliomba ujejesho wa urizi wa misitu ya taifa na uundaji wa makazi ya kudumu. Taarifa Blaise Nongala Mayanda, usomi wa Rosalie Zawadi. Washiriki katika jukwaa hii walihimiza serikali kuhakikisha watu wa asili na jamii za wenyeji wanatendewa kwa heshima kwa kutambua jukumu lao katika uhifadhi wa misitu. Pia waliomba nchi ya Kongo kuzungumza kwa sauti moja katika mkutano ujao wa kimataifa wa hali ya hewa uliopangwa kufanyika Novemba huko Brazil. Waziri wa mazingira Marie Nyange aliwashukuru washiriki wote kwa mchango wao katika wiki hii ya kutafakari na kuchukua hatua kuhusu hali ya hewa. Pia alipongeza maono ya Rais Felix Tshisekedi ambaye mpango wake wa serikali unaweka ulinzi wa mazingira katikati ya maendeleo endelevu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Judith Suminwa aliahidi kutafsiri mapendekezo kutoka kwenye jukwaa hili kuwa matendo halisi ili kufikia matokeo yanayoonekana. Ukiwa umeandaliwa katika kituo cha utamaduni na sanaa cha Afrika ya Kati, mkutano huu uliwakutanisha mawaziri 26 wa mazingira wa majimbo, wanachama wa asasi za kiraia na maprofesa wa vyuo vikuu na kukuza mazungumzo jumuishi kuhusu changamoto za hali ya hewa nchini. Na walika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu chini ya uongozi wa Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Huko Ituri, changamoto kadhaa zinakwamisha matunzo ya watu wanaoishi na ukimwi katika jimbo hilo, ambapo kiwango cha maambukizi kinafikia 5% ikilinganishwa na 7% kitaifa. Miongoni mwa matatizo hayo ni pamoja na kukosekana kwa dawa zinazostahili, uhaba wa vifaa vya kupima na ukosefu wa usalama unaopelekea wagonjwa wengi kutofuatilia kama inavyofaa afya yao. Je, changamoto hizi zinaweza kutatuliwa namna gani? Dr. Michel Mbuyu, katibu jimboni wa mpango wa kitaifa wa mapambano dhidi ya ukimwi, anajibu maswali ya Isaac Remoyope. Dr. Michel Mbuyu, jambo. Watu wanagonjwa ile kiasi gani? Hapa sasa Ituri mzima inafanya 5%, ni ile tunaita mkifransa zero surveillance. Inaweza kuwa karibu na 28,000 benye beko na ugonjwa na benye beko napata dawa.
Me sasa kama tunaangalia sasa tunafanya madepistage yetu, tunatafuta bene bale bayanzaka dawa bego mingi. Ituri yetu kuko tu ma zone de santé mbili inye ile fazi nye fale kufanya madepistage ile ni Bunia na Ariwara. Me kama tunatosha Aru na Ariwara, tunaenda sasa fazi ingine Mungwalu, Nyanya, Mambasa, ile shida tena itakuwa mingi na inaweza kupita hata yulu ya 10, yulu ya 10 itapita. Parce que na mimi peke nilikuya ku 2020 kumungwalu, niliingia chini ya makarieri yote kule, nilifanya madepistage ile kazi vraiment na rapport tulipekara Kinshasa, tatizo iko mingi. Inaonekana pia kwenye kambi ya wakimbizi hali ya ukahaba zinazidi na inaweza sababisha hayo magonjwa. Est-ce qu'on hakikisha? Ile mimi nahakikisha parce que 2023 tuliingia ndani ya site ya vile ya Bunia hapa. Tulifanya kazi ile ya depistage. Hata salama hapa kwa aeroport tulifanya, tatizo iko. Na kamata tu ya 2023 ndani ya kaya wakimbizi siku 3 tu tulipata 4%. Menaka tunaangalia mena sasa Aru ndani ya kikundi ya bakimbizi ya Sud Sudan yuko 3.6. Ile ni makaa mbili tu. Sasa kama tunafanya depistage makaa ya bakimbizi yote, mwenye kule atapa sasa ninasema hakuna hata structure moya, hata partenaire moya anesha kuorganize juu ya kukombanisha ile magonjwa. Sasa kama tunakamata kuile makaa yote kwa bakimbizi yote, iko shida mingi. Ndio ile tuko nasema plaidoyer yenye tuko nafanya kila sana kila wakati ni sisi peke ndani ya province yetu tuwe namna gani na sisi tutajipanda en charge. Inaonekana kuna pia shida nyingine, wanasemeka hakuna dawa inayotosha kwa ajili ya kupiganisha magonjwa. Kuna sehemu zingine hakuna preservative, kuna sehemu nyingine kuma watu hawana ARV, kuna watoto wa mama wenye mimba. Kufatana na ARV, Ituri yetu tuko na 36 zone. Muzoni yote ARV iko. Fazi nye kosa iko ni ma ARV ile dawa ya ukimwi ya watoto. Inye iko fazi fulani. Shisemeke haiko Ituri muzima. Iko fazi fulani. Na shaba yetu ni kufanya nguvu ile dawa ikuwe. Na jo vita yenye mkubwa yetu ya inchi eko nayo. Na gouverneur wetu anatokea ku president reunion ya CPMLS hapa ni juu ya ile shida tu. Namna gani tunaweza kufanya juu watoto wale washikufe. Watoto wale wasizalike na ile magonjwa tunaita ya ukimwi. Ile mimi nasema ni dawa tu ya watoto na intra ile tunasema test yetu ya madepistage ile iko shida. Ile mimi nahakikisha. Bidii gani mnafanya kwa kutatua hiyo shida yote yenye umetoka kueleza? Tuko ndani ya province yetu, tuko na mkubwa mwenye eko wa kwanja juu ya magonjwa ya ukimwi ni son excellence gouverneur wetu militaire. Anatuakompanye mzuri hata leo. Na hata leo kama alifanya ile reunion kubwa ni juu ya kufanya plaidoyer. Tuko lazima Ituri tupate fazi yenye tunaweza kupata pesa na sisi yetu. Mkubwa alikuya alisema ma strategie fulani iko deja kunjia. Donc ni kutafuta namna gani ku province kuna ku budget yetu ya province kutoke kitu fulani yenye inaweza kusaidia ukimwi. Na kupitia ile tulifanya tena na ma reunion na ba chef de division. Namna gani na bo division par division na bo bayo kujiorganiser kuma plan d'action yabo ya mabudget baweke na bo ligne budgétaire juu ya nini beko couvert beko sécurisé par ordonnance présidentielle ya PNMLS. Shauri gani unaweza leta kwa sababu inaonekana watu wengi hawajipimisha na ndio maana hata idadi hii kabisa inaonekana sio kabisa ya kweli. Plaidoyer yenye tuko nafanya mbele ya mkubwa tupate pesa yetu panze kuza ile test na yo isaidie wa population ya Ituri wote wale weko lazima na ile examen. Nashukuru. Asante ni mwejo mimi na mishukuru. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Chopo, wakaaji wa Bafwasende wanaomba kuendelea kwa mradi wa kuwasaidia kulinda vema misitu yao. Hii ilitokea Ijumaa iliyopita wakati wa ziara ya mkurugenzi wa Tropenbos RDC katika eneo hili lililoko kwa umbali wa kilomita 262 mashariki mwa Kisangani. Ziara hii inakuja siku chache kabla ya kumalizika kwa mradi huu ambao umetekelezwa kwa miaka 7 hadi leo.
Je, wakaaji wataachiliwa? Ikiwa sivyo, kuna njia nyingine ya usaidizi? Ripoti ya Jacques Mukonkole. Katika baadhi ya vijiji katika barabara ya Ituri, wakaaji wanatunza mashamba ya misitu ya jamii za kienyeji yaliyopatikana kwa msaada wa Tropenbos RTC. Kila mtu anajisikia kurudika na kazi zilizofanywa, si tu kwa pamoja, bali pia na hasa kibinafsi. Bi Elize Tabu ni mumliki wa shamba la kakao. Premier faida yangu kwanza nipata franga, mama naenda Kinshasa na mpatia na panda bia naenda Kinshasa. Pour le moment nisha nunua tere. Kisha niko asomesa batoto, minakuwa bien na ile franga ndio nakuwa nisaidia kulimisa ile shamba papa, mimi naona iko na faida sana. Avenir iko juu sipika tena maarufu papa. Nilikuwa nishakwaka mweusi na kupika lotoko, meleo sipika yangu tena lotoko, nishakuwa wangu bien. One tu mwili kwa kuya kitu hewa tu ya kakao, mwili nakuwa na vimba yake papa. Mtu a Tropenbos sasa papa Maindo na basista yetu ile mimi na ba remercier sana. Kaka yake Ernest Tabu naye anaridika na msaada wa Tropenbos na anatarajia kutoka kwenye shirika hili msaada wa pembejeo. Tunamwelezea directeur antuka ya kwanza tumuremercier sana kutupatia ile akili ile, parce que hatukuwa hata karibu na ile bakili ile, tulikuwa limité. Bon, na renforcement ya capacité nye ba tupatia na biko vile naendelea vile tu kutusaidia abaya tuacha mpaka sasa hivi. Atuka tulimweleza directeur ke kusema apime tu asituache katikati, parce que mbele tuipandanga na ziaka, mbele nipandaka 1 hectare, mais leo niko na besoin ni fata 6 hectares par rapport na ngufu nyemi nifaka hapa. Pour le moment nye iko nye tu kwa niko avuna, pour le moment iko 2 hectares et demi nye au production, na ingine tena kwa mwaka 2025 ndanjo vuna, parce que niko panda petit à petit. Upande wake Jean-Marie Asumani ni rais wa CFL katika eneo la Bakundumu kilichoko takriban kilomita 218 kutoka Kisangani. Anatarajia si tu pembejeo bali pia msaada wa kifedha na mafunzo kutoka Tropenbos RDC. Magumu ya kwanza siye CFSL tunakuwa organe yenyewe tunajulikana na serikali. Ilibidi tuko na siège administratif. Siège administratif ni kwenye biro yetu iko. Ya kwanza iko magumu ya kwanza tu yapata biro, inomba tu bapatele batusaidie kujenga biro. Magumu ya pili tunapenda vile vile mapui financier, papime kutusaidia na mapui financier itusaidie kwa projet fulani ijapokuwa tuko na pori tunakuwa na maresources mingi yenyewe ikingaliki kwa ajili yetu, me ile inastahili tufanye maprojet na mapui fulani inaweza kutusaidia juu ya kusaidia maisha yetu. Kwa mkurugenzi wa Tropenbos Profesa Alphonse Maindo, jamii hazitaachwa. Muradi mwingine utaanza hivi karibuni na utaangalia mahitaji yao. Na sisi tunajua vile ya kwamba kungali magumu, kungali mashida mbalimbali kwa kazi yetu tuko nani pamoja hivi. Na hatuwezi kuacha vile juu kwetu vile itakuwa sawa, tuliponda wakati. Kama unafanya unaanza kitu na haikukamilika kabisa mzuri na uache inaenda kisha inakufa, utabakia vile unanungunika, ile mamiaka, ile mamiezi, ile makuta wakati ulipoteza kufanya ile kitu yote itafaza inaenda kumai. Donc si hivi hatuwezi kufurahi kwa vile. Na ndio maana ile projet iko naisha, lakini tuko na fikiri nyingine na ya kufanya kutafuta batu wengine wenye partner wengine watatusaidia juu tuendeleshe kukamilisha hili. Mbuji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Mwisho wa kipindi cha habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na washiriki walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.